maisha yetu. Hakika tumeona mkono wake. Ni jioni nyingine iliyo njema tunapoenda mbele za Bwana kumwambia tu ni asante kwa huu mji, asante kwa ibada ya jioni ya leo. Ambia tu ni asante kwa ibada ya jioni ya leo, asante kwa huu mji wa Korokocho, kwa maana imegharimu mkono wa Bwana. Tukakanyage mahali hapa, watumishi wote ukanyage mahali hapa, ili wana wa huu mji wakakombolewe. Yesu, tunakutukuza, tukuinua jina lako. Asante kwa jioni ya leo, asante kwa huu mji wa Korokocho, Bwana ambaye umeutoa, Bwana wako Jehova Jire. Tunamtukuza, tukuinua jina lako. Asante kwa huu mji, asante kwa huu mji. Najua Bwana uko na lengo na kusudi kwa jioni ya leo Bwana, kukutuleta mahali hapa. Jioni ya leo Bwana, tunanyenyekea Bwana, tukisema ni asante. Asante kwa ibada ya jioni ya leo, kwa maana hakika umetawala, umetuonekania katika huu mji Bwana, umetutembelea jioni ya leo. Hakika ni wewe tu Bwana. Asante, asante kwa mji Bwana, kwa maana ni wewe tu Jehova Jire. Father, we worship your name. Father, we exalt your name. In the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. Yesu unatawala, Yesu unaokoa. Asante kwa jioni ya leo, asante kwa mkutano wa siku ya leo, asante kwa mkutano, asante kwa utumishi wako, kwa maana ameotoa siku ya leo. Nabia tu Bwana ni asante katika huu mchanga wa Korokocho. Nabia Bwana ni asante, kwa maana imegharimu mkono wake. Haitawa rahisi, nabia tu kusema ni asante. Nabia Bwana ni asante kwa jioni ya leo, kwa maana imegharimu mkono wa Bwana katika jina la Yesu. Wewe unatamani kuona siku kama leo, wewe unatamani kutembea na tunawajezesha, lakini siku ya leo umeona mkono wa Bwana unafika mahali hapa. Ambia tu Bwana ni asante, ndio Bwana ni asante kwa mji wa Korokocho, kwa maana imegharimu mkono wake katika jina la Yesu. Ambia Bwana ni asante, wewe tunakutukuza, tukuinua jina lako. Hakika unaweza, hakika unatawala, hakuna mtu mwingine Jehova Jire. Yesu Bwana uinuliwe na uinuliwe Bwana katika ibada yetu siku ya leo. Hakuna mtu mwingine Jehova Jire. Jehova Bwana unatawala, unaweza. Hapa kwa ibada ya siku ya leo, unaweza ukiwa mbali, unaweza karibia karibu sana katika mkutano huu wa Injili. Mahali hapa siku ya leo kuna uponyaji. Unaweza kuwa uko na shida mbalimbali, unaweza kuwa uko na magonjwa, unaweza kuwa kuna mapepo zimekushika kwa muda mrefu. Umetembea kwote lakini haujapata uponyaji. Unaweza kuja mahali hapa siku ya leo. Unaweza kuwa wewe mwenyewe unalala lakini huwezi lala kwa sababu kuna vitu zinakukujia usiku, zinakunyonga, na umeweza kutembea lakini umetembea kila mahali lakini hujapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuja mahali hapa. Inaweza kuwa siku ya leo ndio siku yako ya Mungu amefika siku ya leo. Haijalishi kutembea umetembea, lakini siku ya leo katika mkutano huu inaweza kuwa ni wa maana kwako. Siku ya leo tuko hapa na Mungu aweze kumuongoza. Mimi ni pastor wenu Elfas Odari. Vile mnanijua, nilikuwa mtoto mpotevu, lakini Mungu akanirudisha kwa njia yenye inafaa. Ni Mungu alinirudisha, sio binadamu ndio aliweza kuniregesha. Kila kitu kinakuanga na mwanzo na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kila kitu kunakuanga na mwanzo na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza karibu mahali hapa.
Karibu sana wana Girogon, karibu sana wana Korokocho wote. Tumewaalika katika mkutano huu muweze kusonga katika ibada hii. Hii ibada itakuwa ya mafanikio, itakuwa ya mafanikio, na tutafurahia sana mahali hapa. Nimwambia chochote unaweza fanya vituko, lakini siku ya mwisho Mungu anakubadilisha. Mimi niliona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Niliona mkono wa Bwana. Nilikuwa mtoto mbaya katika Korokocho. Wanajua nilikuwa mbaya, sikuwa mzuri. Na ukiangalia maandiko vizuri inasema ya kwamba, ukiangalia Marko 3 mstari wa 2 inasema ya kwamba, njooni kwangu wote waliokuwa wabaya. Nilikuja kwa sababu ya hao watu waliokuwa wabaya. Kama mimi Helfas nilikuwa mbaya, sikuwa mtoto mkamilifu, nilikuwa nimetupwa hata na familia. Lakini kwa saa hii Mungu aliweza kunichukua. Asante. Na tuombe, tufungue mkutano. Mengi tutaongea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tuombe. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu, kuanzia sasa tunaomba katika mkutano huu hiwe na amani Baba, na uponyaji Baba. Roho Mtakatifu aweze kunena mahali hapa, utukufu uweze kuonekana katika jina la Yesu Kristo Baba, kwa maana wewe ndio unaweza. Siku ya leo wewe ndio unaweza katika mkutano huu Baba, hakuna mwingine kama wewe. Wewe ndio unastahili Baba yetu, Baba wetu wa mbinguni, Baba wa majeshi. Shuka mahali hapa sasa Mungu, shukisha malaika wako mahali hapa, waweze kutenda miujiza mahali hapa, waweze kutenda miujiza mahali hapa. Tunaalika wana Korokocho mahali hapa, tunaalika wana Korokocho kila mahali mnanisikia. Kuanzia siku ya leo tuko hapa na pamoja na apostol, tunamweka mkononi mwenyu, tunamweka mkononi mwenyu katika jina la Yesu Kristo Baba, tunaomba na kuamini. Amen.
ijulikane kwamba yupo Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba yupo Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba yupo Mungu wa Elia, na ijulikane kwamba yupo Asante kwa sababu ya mahali ambapo umetufikisha, si kwa nguvu zetu bali ni kwa uwezo wako. Jioni ya leo tunao sababu ya kukuinua na kukuabudu na kukuambia unastahili, ndiposa tunasema unastahili. Tuseme nini mbele zako Mwokozi?
bali tunakupa sifa, utukufu, heshima zote zipokee kwa sababu wewe ni Mungu. Tuomba jioni ya leo, chochote ambacho tutakuwa tukitenda katika mahala hapa, katika uimbaji, katika kukuabudu, katika hata kukutolea ushuhuda, tuomba neema yako na kibali chako kikaweze kuwa pamoja nasi. Ni asante jioni ya leo, wewe ni mwaminifu. Lord, I must bless. We adore your holy name because you are faithful, King of glory. May you come and do your serving Redeemer. Lada bakata la bakadosh, talia bakazana manakazaya. Lekete teke pelika zona. Lepla kadia bush, takata paradaya. Lekete peleke pelia kuzda. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Tunakuinua, tunakuabudu jioni ya leo. Njoo jidhihirishe mahala hapa. Tuongoja tu kibali chako. Tuomba tu neema yako ikaweze kuwa pamoja nasi. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. We give all the glory, all and honor to you. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Tukupa heshima sifa zote, wewe Mungu umetukuka. Iko sawa, tuendelee na hapo, hiyo iko sawa. Piga makofi mazuri tu kwa Yesu, usisikie shida.
Na jamani, huko ninaona watu wakuwa wangona, hata hawawezi kusonga kidogo. Tembea tu kidogo tu kwa neema ya Mungu. Milele Mungu wa miujiza ni nani? Oh, milele Mungu wa baraka ni nani? Oh, milele Mungu wa miujiza ni nani? Oh, milele Mungu wa baraka ni nani? Yes.
likuru, na hata likuru ukipiga hivyo atakushika kuweke ndani. Huyu Yesu ambaye amekupa uzima na stahili zaidi ya hiyo. Haleluya! Ai Bwana, wacha hiyo. Mbona unakuwa mchoyo? Na akiamua leo uende vile mwingine ameenda utaenda. Lakini juu hajaamua uende, nataka umshangilie huyu Yesu ambaye ametupa uzima na uhai. Haleluya! Vigelegele kwa Yesu. Wamama wakiwa ndani ya nyumba kila mambo yako sawa. Wamama wa Yesu wanaweza mambo yote. Kwa hivyo mimi kama mama nawakaribisha wamama wote wa mahali hapa. Njoni kwa Yesu ambaye anaweza yote. Njoni kwa Yesu ambaye atakupa kile hauna. Njoo kwa huyu Yesu ambaye ataweka sawa ndoa yako. Haleluya! Tumpigie pasta wetu Elfas makofi anapokaribia. Unaweza Yesu. Unaweza. 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 Mpigieni makofi mchungaji. Mpaka mafuta sahihi makofi kama hiyo. Hebu pigia mchungaji makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Korokocho, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mimi namshukuru Mungu siku ya leo. Namshukuru Mungu sana na wageni wetu. Nimefurahia kuwa na wageni siku ya leo. Nimefurahia. Nimefurahia. Ndio. Hata mimi nimefurahia kama pasta wenu kwa kupata wageni siku ya leo. Tunasema ni asante. Na ningesema wana Korokocho pale mko, Mungu aingie kwenu muweze kusonga karibu. Tuko na Apostle Finance alisema ya kwamba atakuja kunishikilia mkono. Haleluya. 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 Alisema ya kwamba atakuja kubadilisha watu waliokuwa wamepotea. Bwana Yesu asifiwe. Vile Yesu alisema namna gani? Yesu akasema namna gani? Mimi nimekuja kwa sababu wale watu waliokuwa wamefanya nini? Watu waliokuwa wamefanya nini? Kama Elfas alikuwa amefanya nini? Alikuwa amepotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa maana Apostle amekuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe na Korokocho. Asifiwe tena na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, sina mengi ya kusema. Tumeanza safari siku ya leo. Siku ya leo ndio tumeanza safari. Na wageni wote tumefika siku ya leo. Mimi ni kusema tu asante na ninamkaribisha katika mji wa Korokocho. Bwana Yesu asifiwe. Na Apostle nimefurahia kwa kufika mji huu. Alikuwa huku, alikuwa anaona. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafanya nini? Tukiwa na yeye alikuwa anafanya nini? Anaona, si ndio? Lakini kila kitu iko na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu iko na nini? Iko na sababu. Si ndio? Hatukujua
tunajuana saa hii, tulijuana kitambo, si ndio? Na sina mengi ya kuongea, yeye ataongea mengi, si ndio? Sina mengi ya kuongea, mimi ni kusema tu shukrani kwa wageni wetu wakuja siku ya leo. Sina mengi, nitamkaribisha tena Apostle aweze kuja mahali hapa aweze kumpatia neno. Jehova, ubariki Mungu wangu, ninakushukuru. Kila mtu tamka neno kwa hii anga, kila mtu mwenye yuko hapa, shukuru Bwana kwa ibada ile, shukuru Mungu. Ambia Bwana ni asante kwa wakati wa leo, watu watakombolewa, watu watafunguliwa. Shukuru Bwana, shukuru Bwana, shukuru Bwana. Ambia Bwana ni asante kwa wakati leo, kwa imucho korokocho, imucho korokocho leo, watu watakombolewa, waliofungwa watu watafunguliwa. Ambia Bwana ni asante, shukuru Bwana, 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 shukuru Bwana. Ambia Bwana ni asante, ambia Jehova ni asante. Hii mji inakombolewa, hii mji inafunguliwa, hii mji inakombolewa, korokocho inakombolewa, vijana wanakombolewa, wamama wanakombolewa, watu wanapona, watu wanafunguliwa, leo wanafunguliwa. Hii mji inafunguliwa, 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 hii mji inafunguliwa. Kila laana inaondoa, kila madhabahu inavunjika, madhabahu ya ukoo, maroho ya wizi, maroho ya ulevi, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka. Rikara barashaka, rikakakakaka. Mungu wangu na baba yangu Jehova, ninakushukuru Bwana kwa hii mji. Jehova, unanikumbuka wakati nilikuwa hapa mahali. Leo ulioniokoa kwa hii mji Mfalme. Leo ulionikoboa Mungu wangu, nakushukuru. Urekeshe kwa hii mji. Jehova Jire, Jehova Rafa. Baba nasema ni asante. Jehova nasema ni asante. Mungu nasema ni asante. Jehova nasema ni asante. Asante kuning'oa macho na kusimama kwa ushuhuda wa kipekee. Wewe ni Baba, wewe ni Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Jire, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli. Mfalme wa amani, takasa amani kwa damu yako, takasa hii mji kwa damu yako. Natangaza damu ya Yesu, natangaza damu ya Yesu, natangaza damu ya Yesu, damu inayokomboa, damu inayokomboa, damu inayokomboa, damu ya Yesu inakomboa, damu ya Yesu inakomboa. Baba nakushukuru, nasema ni asante Jehova. Jehova, waabudia Mungu wangu. Sante Jehova Jire, shalalalalala, shalalala, rakarabarasa, ikarabara shekere. Sante Jehova Jire, kila nira zinavunjika, kila nira za uchawi na upanga, kila madhabahu zote zinavunjika, kila pepo zote zinavunjika, kila laana zote zinavunjika, kila mkuu wa anga, sikia wa shetani, hauna mamlaka,
wamefunguliwa. Ni asante kwa ajili mchungaji Alfasi. Ni asante kwa ajili kanisa hili. Kwa jina la Baba na Mwana na Mtakatifu na kuamini. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Jehova. Naomba tu ila kuseti mitambo, nisetie maiki vizuri, seti maiki vizuri na niseti mitambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu Korogocho mupo. Watu Korogocho mupo. Ninaokoka Yesu Bwana. Ninashukuru Mungu wakati wa leo ameniokoa. Ninashukuru Mungu kwa ajili kukanyaga mahali sehemu ya Imuchi. Kabla janena jambo lolote nimetembea na uchungaji. Na nimetembea na uchungaji kutoka Kaimosi. Nilizaliwa Kaimosi na kilikuwa naishi kwa Imuchi. Naomba uchungaji wakuja haraka wasalimie haraka. Wale nimetoka na Kaimosi na wale nimetoka Kiambu. Yule ametoka Zika wakuja haraka. Wale uchungaji nimetembea nao. Shangilieni Bwana wakati wachungaji wanakuja. Shangilieni Bwana. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Arthur Haji, natoka Kaimosi. Mimi ni tikoni wa kanisa la Jesus Last Hope Evangelical ambalo tunahudumu chini ya Apostle Finance. Mbarikiwe sana. Nimeshukuru kuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wamama nisalimieni hewani. Shangwe na vigelegele. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa jioni ya leo. Tumetoka Kaimosi na mimi ni mchungaji wa mama kule Jesus Last Hope Evangelical Team Kamulembe. Kwa hivyo wamama ambao mnasikiliza, wazee, vijana, tunawakaribisha mahali hapa. Tuko hapa kuanzia kesho mpaka Jumapili. Hapa Mungu yupo, uponyaji upo. Kwa hivyo mkaribuni sana. Shangwe na vigelegele. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Ya watu wa Korogocho, Bwana anampenda sana. Ndiposa akatuma watumishi wake wafike mahali hapa kutoka Bari ili mkaweze kusikia neno la Mungu. Kwa majina naitwa mchungaji Mwangi ama Barosi. Nampenda Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Tuko tayari, tunataka kusikia neno la Mungu ambalo litakomboa huyu mji. Lakini kabla ya niashirie Mike, ningetaka niseme, najua kuna watu wanatusikia kwa nyumba, kuna watu wanatusikia mahali walipo. Ningetaka utege sikio lako. Kuna jambo Mungu alikuwa ananihimiza nikiwa hapa, ya kwamba Korogocho kunaweza toka watu wa maana. Bwana asifiwe. Watu ambao watabarikiwa katika nchi, watu ambao watakuwa ladha njema. Bwana asifiwe. So tutakuwa pamoja nanyi siku ya leo. Tuko hapa tumekanyanga miguu kuwakilisha Yesu ambaye huokoa, ambaye anakuweka ukue sawa. Usiangalie shida zako, mahali unaishi, Yesu wako na uwezo. Mungu ambariki sana. Tutakuwa pamoja, tuko tayari tusikie neno la Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Nami naitwa Evangelist Joseph Wainaina, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Leo si siku yangu ya kunena na kuongea mengi. Tutazidi kujuana kabla Jumapili ifike. Karibu sana Apostle. Asante kwa kutualika. Kuna mchungaji mwingine yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Lenti Oma. Mimi ni pastor mdogo hapa Korogocho. Mimi ndio
nafuata Pastor Elfans. Ingawaje nimekuja late, lakini kwa mambo ya Mungu sio late. Tafadhali tunawakaribisha kwa crusade ambazo itaanza kesho mpaka Jumapili. Imeanza leo. Yes, imeanza leo mpaka Jumapili. Ingawaje nimekuja late, lakini ni hivyo tu. Sasa imeanza leo mpaka Jumapili. Watu wa Korokocho, watu Barbadogo, Gomongo, Kariobangi, hata Huruma wote wamekaribishwa. Karibuni tena watu ambao wametoka Bungoma. Asante sana, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Pastor Morini asonge hapa. Pastor Morini songe hapa. Huyo ndio mke Mungu alinipatia kama sina macho. Shangilieni wakati anakuja. Kutoka kwa wanawake nilikuwa nao wanawake mzuri wakati nilikuwa Chambasi siku. Baada ya Mungu kuniokoa akaniandalia mke mzuri mrembo. Mrembo. Najua Mungu anapenda watu wake. Bwana sasa. Najua nataka niongee hapa na yule alikuwa Chambasi ama kama wewe bado ni Chambasi. Nataka nikuambie jinsi Mungu anaokoa watu na jinsi Mungu anabariki watu. Naamini hapa Korokocho niliishi hapa. Na nilitoka hapa bila macho. Eza mtu atesakoko kwa nyumba unapanga kwenda kuipa kesho usiku. Hivyo ndio mimi nilitoka siku moja nimepanga. Lakini Mungu akanionekania. Mkana kwa wapi? Mkana alikwenda kwa bodyguard wangu. Mimi kwa komanda. Nilikuwa komanda. Yeye alikuwa bodyguard. Na mimi nikakuwa komanda. Lakini Yesu alinitoa macho. Nikikuwa na AK-47 hapa mji wa Nairobi. Nataka niongee na Chambasi na Mlevu na Kahapa. Mkana amefika. Mkana. Mkana amepigwa marisasi mpaka kwa kiuno, kwa miguu, kila mahali. Patia Mkana Mike. Salimia watu Korokocho Mkana. Unaweza sifue? Unaweza sifue tena? Siku ya leo mimi najua mtanijua jina yangu, kwa maana mnanijua watu wa Korokocho kama Anyole. Lakini jina yangu leo ukinitafuta, na mimi najua mtu anitafuta tena, niliondokea. Mimi ndio nilikuwa bodyguard wa huyu. Sipokuwa wakati alitoka macho siku hiyo sikukuwa. Alikuwa na wengine ambapo yeye alifika mahali nilijaribu kumtongoza sana nielezee vile alitoka macho. Sikuweza kujua, hakuweza kunieleza. Amenieleza majuzi. Akitoka macho alinipaka kinata kama nimepigwa risasi ya mguu. Nimefungwa mawe, nimehanga. Lakini kwa hayo yote mimi naona ni kama Mungu alishanitoa. Mwenye anafikiria atanisema nitarudi nyuma, hapana. Tulikuwa tunatembea na huyu mkubwa wangu huyu kwa barabara, nilikuwa nikijiuliza Mungu atanifungulia nini njia yoyote ile inaweza kunifanya niwe nikipata chakula yangu ya tumbo. Nilikuwa nikifanya hiyo kazi lakini si kwa kupenda. Ni kwa sababu ya shida ilikuwa mingi. Na ni maovu mengi niliona. Baada yangu ya mwisho kutoka huko nilikuwa nimaliza miaka 8. Jera nilitoka huko kama nimebeba mikono juu. Na nikasema nitasimama mahali kama hapa nikahubiria watu ya Mungu. Sina mengi ya kusema, majina yangu ni Herman Mkala. Herman Mkala. Pigeni Mkala makofi. Mungu anaokoa. Bwana sasa. Naomba Pastor Morini kwa mke wangu salimia kanisa, nataka nianze hapa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Ai, kuna furaha kwa wale ambao wanamtumainia huyu Yesu. Karibuni. Amen. Bwana sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Korokocho, Mungu amenituma hapa mahali leo. Yes. Na najua leo watu wataokoka, wengine watapona. Yes. Yenda ikawa la
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia mji, mimi nilikaa kwa hii mji. Hii mji Hairichi, nilikaa Hairichi. Wanawake nilikuwa na wasikisi. Kuiba niliiba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama ni kulalisha askari chini, nilalisha askari chini. Yes. Kama ni kuingia kwa banga, nilichukua. Kama tulikuwa na CID, alikuwa anaitwa stupid. Ila siku alinipata Dandora, alinipata nilikuwa blind. Na akaniambia, sikuwa nilikuwa naitwa mwa. Akaniambia mwa, ningekuweka marisasi mingi. Lakini nimeona white Keneoni, ende uokoke. Wale tulikuwa nao wote walikufa. Nimekuja kuambia hapa watu, uizi hausaidii. Ujambazi hausaidii. AK-47 hausaidii. Pesa hausaidii. Mwenye anasaidia ni Yesu peke yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ilikuwa na jamaa alikuwa hapa, alikuwa anaitwa Mshina. Yeye alikuwa kapteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii mji nimeleta hapa injili, nimekuwa maombi yangu sana umbali umenitoa kwa hiyo mji. Andaa mtu mmoja kwa hiyo mji mwenye atasimama kwenye pengo ili hiyo mji ikombolewe, vijana ikombolewe. Na nashukuru kwa nafasi kwa kanisa lenye liko hapa. Kiko na nyinyi leo na kesho mpaka Sunday. Kiko na ushuhuda, niko na injili. Kiko na ushuhuda ya wizi na tuko na ushuhuda yenye Mungu amenibariki. Na niko jinsi pesa kuambia wachana na ukaidi. Wacha wizi haikusaidii. Usingojea kungolewa macho kama Apostle Finance. Sitakwambia leo jinsi macho ingolewa. Lakini nitakwambia Sunday hapa. Lakini leo nataka nikuambie yule mtu alikuwa anaitwa Paulo akiitwa Saulo. Jinsi alitesa kanisa la Bwana. Na jinsi aliweza kukutana na Bwana. Kama tuko na mtu ajaijua, tuko na mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Huyo ni mwanaume kwa wanaume. Yesu ni mwanaume kwa wanaume. Tuko na watu walikuwa wanaitwa Flying Squad Vietnam miaka 1990. Hao watu walinitafuta usiku na mchana, hawakunipata. Lakini Yesu alinipata na akanitoa macho na akanijaza na Roho wake na akaniambia utahubiri injili. Hata kama huna macho utahubiri injili. Na kuambia nitasoma kitabu kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Huyo ni Mungu. Huyo Mungu ndio nimeleta kwa kijana huko Rokocho. Huyo Yesu ndio nimeleta kwa huyo Munei. Huyo Yesu ndio nimeleta kwa Kahaba. Huyo Yesu, sikia nikuambie. Na kuambia nilikuwa na wanawake 60. Hadi nifikiri wengine wako tu hapa naona ndio huyo. Na kama baba wako waokoke, mimi niliokoka nikapata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako tu. Wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wako waokoke. Na nimejua tuko wengine walikuwa wananiona nikiiba. Kama wako waokoke. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuta kwa Yesu, Yesu ako na baraka. Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Yesu anaosha. Yesu anabariki. Hii mchi Yesu anaibariki leo. Hii mchi watu watafunguliwa. Hii mchi leo inakombolewa. Soma Matendo ya Mitume mlango wa 9.
Hapa ndio naanzia. Matendo ya Mitume mlango wa 9. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa kwanza. Nasema lakini Sauli akizidi kutisha, yani Sauli alikuwa kaiti mkuu sana na kuwaza kuwaua wanafunzi, yani alitisha na kwenda kuua wanafunzi wa Kristo. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua akataka mpatie barua za kwenda Dameski, zilizoandikwa kwa masinagogi yote, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wanawake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Bwana asifiwe. Hapa ni mtu alikuwa Sauli, alikuwa kaiti mkuu sana. Alikuwa anakamata watu mateka. Alikuwa anaangamiza kanisa. Akaenda kapewa mamlaka makubwa sana. Nakumbuka 1998 wakati nilishikwa nikapeleka prison, nikaenda kunyongwa. Hapo ndipo nilitoka tena mamlaka na experience ya wizi kabisa. Nikaona ndio nataka niende kuibia watu. Kumbe Yesu alikuwa mbinguni ananichungulia. Kama ni kusaka watu niliwasaka. Kama ni kukamata watu hapo Sofanathi nilikamata. Kama ni pesa nilichukua pesa. Wacha kuipa TV. Wacha kuipa vitu ndogo. Wacha niache vitu kuja kwa Yesu. Mimi nilishika pesa. Kama ni mamilioni nilishika. Wanuku walikufa, rasa walikufa. Hawako hai mpaka laki na Shimori. Wakina Karanja, wakina Ngoki walikufa. Lakini kwa neema za Bwana Yesu Kristo aliniokoa mimi. Amen. Leo nataka kuokoke leo. Yes. Leo nataka kupona leo. Yes. Sauli alikutana na Yesu. Jinsi hapo Sofanathi alikutana na Yesu. Jinsi mimi nilikutana na Yesu. Natamani hata kama ulikuwa waje kuiba leo wacha. Umekutana hapo Sofanathi mwenye alikuwa anatembea na bunduki. Umekutana mwenye alikuwa chambazi suku. Lakini macho zimetoka na mahubiri Injili. Epanda mstari wa 15. Nasikia kingi Sauli alikutana na Yesu. Enda mstari wa 15. Enda mstari wa 15. Lakini Bwana akamwambia, anza 14. hata hapa na amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Mstari 14. Yes. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Alikuwa anaambia Nehemia enda tu. Kwa maana huyu ni chombo kiteule. Alichukua jina langu mbele ya mataifa. Wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha yalivyo itakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu. Anania kaenda zake. Akaingia mle nyumbani. Akapata Sauli kwa hiyo nyumba. Akawekea mikono akisema, Sauli, Bwana amenituma kwako. Yesu. Yeye aliyekutoa katika njia ulioijia upate kuona tena. Ukajazwe Roho Mtakatifu. Bwana sasa kanisa. Watu korokocho Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe korokocho. Amen. Watu korokocho Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni Yesu alikutana na Sauli. Yes. Na akatuma Anania alikuwa ameokopa. Lakini Mungu akamwambia nenda tu kwa maana atakuwa ni chombo. Mungu amenituma kwa mtu hapa leo. Yeye uko kwa nyumba ulikuwa umewaza mambo mabaya.
ende kwa mahali kuna waza mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe fikiria, kuna wakati mimi niko kwa Umochi, nikatoka na vijana tukaenda hapa Huruma, lakini baada ya kuchukua pesa ni mimi ndio niko kwa manda, nimetoka ndani kuingia nje, nikapata miezi moja napiga risasi na nikaona amenimulika na AK-47 ni damu. Saidia kaniambia we pika magoti ama kufe. Nikamwambia afande waizi wako ndani, sasa ni wanawe watu, nikipika magoti hapa wataniua. Hawako wamechoniambia mwizi, wakaniambia toka hapo mbio kabisa. Hawako wamejua ndio ni mmoja wao. Nikatoka mbio na kuomba tu, kama Mungu aliniokoa mimi, hata wewe unaenda kuokoka. Amen. Hata wewe unaenda kuokolewa. Amina. Sasa Mungu aliniokoa. Yes. Na amenibariki na nyumba. Niko na watoto. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Nakuambia saa hii Mungu alinibadilisha kazi ya wizi, nikaachana nayo. Na sasa nachimba gold. Nafanya kazi ya mining. Kutoka kwa wizi niende kuchimba gold. Unajua gold ni utajiri mtupu. Na silingani hapa mahali. Mungu akaniambia hapa ndio nitakubariki. Wachana na ukaidi, Mungu anaenda kubariki. Wachana na wizi, Mungu anaenda kubariki. Amen. Wachana na ulevi na ukahaba, kuja kwa Yesu. Nataka tu Mungu ainue nafasi kwa Umochi. Majambazi waliosalia waokoke kuja upile Mungu injili. Amen. Mimi nikikuwa na wale majambazi karibu 7 ma-ex waokoke hapa saa hii, tupili nchi Kenya itakombolewa. Kwa maana Mungu anapenda wale makaidi kuwabadilisha kuhubiri injili. Ndio nimeleta hapa injili ya ukweli, sio kufunikana kushuhudia ukweli wa mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, tukorokocho. Amen. Sisi tumetesa hapa mahali watu. Kuanzia 1990 mpaka kuja 2002 wakati nikutana na Yesu, maji zikatoka. Na maji tunaenda niko kipofu, tena naenda tukuiba. Wakati nikutana na Yesu nikakufa tena masaa 24. 24 hours nilikufa mimi. Ndio nakuambia leo tuko na wewe. Na kesho, na Saturday, na Sunday. Leo ni mwanzo tu. Kesho ni ushuhuda utakuwa hapa na injili. Pamoja na Saturday hapo na Sunday. Na naomba tu mahali upo. Najua wengine wananijua hapa, wengine wanijua. Kama unasikia tu sauti, najua mwizi utasokoka na Mungu akutengenezea njia. Ile kanisa lenye mimi niko ndani, lenye nasimamia kule Kaimosi Vika County, tuko na askari ndani, mshirika OCS wa Chabuturu hapo, rafiki yangu sana na ameokoka. Yaani Mungu anakubadilisha kutoka uchambazi na anakuletea watu marafiki waliotaka kukuua, wahubiri injili na waokoke na mfanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukorokocho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule Kaimosi wakati mtoa maji nikaenda nyumbani, Mungu anaonekania. Na najua Mungu anaenda kuonekania hapa mahali. Najua Mungu anaenda kuonekania. Najua Mungu anaenda kuonekania. Amen. Sio kupenda kwako kufanya ile kazi, lakini tuko na Bwana wa mbinguni atakubadilisha na kupatia kazi nyingine ya kufanya.
Yesu asifiwe Korokocho. Amen. Nasema hivi kwa sababu ninampenda Mungu. Natamani kuona tena. Na tena sitaki kuona. Hata niambie Mungu yake nihubiri nchini kikwa hivi. Mungu amenitoa hapa nimeenda Burundi kuhubiri injili. Kenya nimetembea ni kuhubiri injili. Niende prison nikihubiri injili. Watu wakiokoka. Raundi hii niliamua kuleta kwa mji yenye nilikaa ndani hapa. Hapa. Hayo nilichokuwa nimepita. Kule Kisumu ndoko. Hakuna mahali sijui hapa. Kila mahali najua. Na najua kila ngeto, kila kijiji, kule Kolto, kila mahali. Najua. Nimejua Mungu hapa mahali jinsi amenituma kwa hizo siku 4. Kama hata tulikuja kama tumechelewa, kesho tutaanza ibada mapema. Naomba tu wakati wa leo kama uko mahali. Kama uko mahali umejihisi unataka kubadilika. Unataka kuokoka. Kama umejihisi unataka kuokoka. Na kuambia kama umejihisi unataka kuokoka. Kila siku nilikuwa prison nimeshikwa mimi. Tulikuwa watu 5. Jamaa alikuwa anaitwa Saitoti alipigwa risasi akakufa nikiona. Mshini akakimbia. Wakanishika mimi na Otieno. Na Peter Kipuke. Yakafika prison akaokoka. Nikamuuliza wewe. Kumbe ulikuanga muoka ndio umefika hapo unasema umeokoka, sikuwa najua wokovu ni nini. Kumbe wokovu ni kitu mzuri. Naomba tu leo kama kwa mahali unataka kupokea wokovu, inua mkono juu. Inua tu mkono juu usiogope. Usingoje uone macho. Usingoje kuvunja miguu. Usingoje kupigwa risasi. Usingoje tairi kuje. Kubali tu Yesu sai mapema wakati wa leo. Naomba tu kama uko hapo leo. Unataka kuokoka leo. Inua mkono wako juu. Na kama uko hapo ndani nataka wasome hapa. Hata nitakuja hapa. Waleta hapa. Wako hapa. Uko chini. Songeni tu hapa. Kama uko hapa. Kama uko tu hapa. Langu nasikia sauti leo unataka kukombolewa. Naomba tunaofika hapa leo. Tunakiri. Naomba usonge hapa leo. Hakika leo unaenda kupona. Hakika leo unaenda kufunguliwa. Hakika leo unaenda kukombolewa leo. Naomba tukomboke kule. Kama tuko na mwingine usonge hapa. Yaani ikaulikosa kuchinuka basi mekoma kubwa. Songe tu hapa leo. Ukipokea Yesu umepokea kitu vizuri. Ukipokea Yesu umekombolewa. Ukipokea Yesu umefunguliwa. Yesu.
mikononi mwako. Bwana wakomboe Jehova. Komboe nafsi kuanzia leo. Komboe nafsi kuanzia leo. Komboe nafsi kuanzia leo. Komboe nafsi kuanzia leo Jehova. Wakumbuke Bwana. Wakumbuke Jehova. Kila madhabahu, kila roho zote, hazina mamlaka, na nguvu zote, kila maroho, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes, 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 yes. Baba ulisema, ulisema nakushinda. Yes, inachomeka kila mapepo, kila mapepo. Leo ni moto, leo kinachomeka kwa jina la Yesu. Na moto zote, kila maroho zote, kila maagano, kila madhabahu zote, leo nazivunja kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu inachomeka, 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 Asante Jehova, asante Mungu wangu Jehova, watakase Bwana, wabariki Jehova, na unatangaza neema na kibali jioni leo Jehova, bai mji na komoloa, watu wako wanafunguliwa. Asante Bwana, asante Jehova, kwa jina la Baba na katika jina la Mwana. Elipasi yako wapi? Elipasi. Elipasi yako wapi? Tuombe. Baba nakushukuru siku leo Jehova. Inasema ni asante Jehova jiri. Kama uko hapa ni mgonjwa, kama uko hapa mgongo inakuuma, kama uko hapa biashara kimerudi nyuma, kama uko hapa ulikwenda kujinyonga, kama uko hapa ulikwenda kuacha ndoa, songa hapa nikuombe. Songa tu hapa nikuombe na unapona. Na unaenda kupona kukombolewa. Songa tu hapa leo. Hata kama biashara kimerudi nyuma, songa tu hapa tena nikuombe leo. Songa tu hapa. Wacha kuogopa. Wacha kuogopa. Hapa nikikombe unaenda kupona. Kama tuko na mtu hapa. Tuko na gani niombe mtu? Alikuwa na ugonjwa pressure na kaenda kapona. Ilikutana mwendazimu kama amekuwa, nikamwombea akapona. Mara ya kwanza, mara ya kwanza, mara ya kwanza, mara ya kwanza. Kama tuko na mtu anahitaji ombi, songa
ongea tu hapa. Umepitia hali ngumu. Umepitia maisha magumu, biashara imerudi nyuma, kazi yako imerudi nyuma, ulifutwa. Kama ndugu na wengine. Kama ndugu na wengine mahali. Songa tu hapa. Hali ya maisha imekuwa ngumu. Leo nataka nikuombee. Songa kama ndugu na wengine. Yes. Yes. Shalalalalala. Zinachomeka. Zinachomeka. Shalalalalala. Zinachomeka. Shalantoizo. Leo ni moto. Leo ni moto. Kila madhabahu, kila maroho zote, kila ngome zote za ugonjwa, kila maroho zote hazina mamlaka. Touch. 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 Joyo. 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 Nimeikamata. 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 Hiyo nyoka. Hiyo nyoka. Hiyo nyoka. Hiyo nyoka. Leo nimeikamata. Leo nimeikamata. Leo nimeikamata. Leo nimeikamata. Leo nimeikamata. Leo nimeikamata. Hiyo madhabahu. Hiyo roho. Inachomeka. 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 Hapa ni moto. 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 Natangaza moto. Natangaza moto. Chomeka. 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 Fungua haraka. Fungua mashaka. Fungua haraka. Fungua mashaka. Fungua mashaka. Fungua haraka. Harakisha. Harakisha. Fungua haraka. Fungua. 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 Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Hiyo ni moto. Kila mapepo zote. Kila mapepo zote. Kila mapepo zote. Taluminati. Royal Illuminati. Naikamata. Naikamata. Hiyo pepo. Naikamata. Hiyo roho. Naikamata. Moto. Moto. Kanisa fire. Kanisa fire. Kanisa fire. Kanisa fire. Kanisa fire. Nafungua yanka leo. Nafungua imuji kwanzia leo. Naifungua Jehova. Baba nasema ni asante. Baba ninakushukuru Jehova. Baba ninakuabudu Mungu. Baba ninasema ni asante. Baba ninakushukuru Mungu wangu. Baba ninasema ni asante. Baba ninakushukuru kwa hii barabara. Jehova Jire, Jehova Rafa. Injunction na yombe kuanzia leo. Navunja kila mapepo zote. Navunja kila mapepo zote. Navunja kila mapepo zote. Mapepo ya mwakaji wa damu. Mapepo ya uwaji.
mapepo ya wizi haina mamlaka kwa injunction kuanzia leo ya kwenda Ngomongo kwa imuji kuanzia leo kila madhabahu kuanzia leo naikataa 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 kuanzia leo kila mwakaji wa damu uliomwagika hapa leo inaondoka leo inaondoka kila laana zote kila vilio kila njaa kila mahangaiko hiyo roho mahangaiko hiyo roho mahangaiko kwa hii mchokorokocho leo naiondoa leo naiondoa kila madhabahu za ulevi kwa hii mchi haina mamlaka sikia Shetani mpaka chini kakuja hapa konga njaa yani njaa konga tunaondoa roho ya njaa tunaondoa roho ya njaa roho ya umaskini roho ya ufukara roho ya wizi roho ya ulevi roho ya ukahaba kwa hii mji leo naiondoa leo naiondoa leo naiondoa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nikarashaka rakaraka nikaraka shakaraka rakabaka shikabaka leo navunja zote kila mapepo zote injunction kuanzia leo nabomoa kila madhabahu zote kuanzia leo kila laana zote kila umwagaji wa damu navunja zote katika jina la Yesu. Baba takasa umoja naomba wafanya biashara wote naomba wafanya biashara Bwana chinji Yesu kunibariki na biashara bariki hao wenye biashara wabariki kuanzia leo hiyo neema iandamana na nyinyi hiyo neema iandamana na nyinyi koroko jina kombolewa koroko jina funguliwa ichano koroko jina okoka ichano koroko jina kombolewa koroko jina mcho utajiri natangaza leo hii korokocho wachungaji watatoka hapa wahubiri watatoka hapa manabii watatoka hapa mitume watatoka hapa kanisa limejengwa. Baba nakushukuru sana kwa imuchi mfalme kwa siku ya leo na siku ya kesho siku ya Friday, Saturday, Sunday najua watu wanapona hapa wakanza wanapona wapresha wanapona wakimu wanapona wafanya biashara wanapona walioposa watu wanapona na imuchi wanapona mchanga mkono kwa fikia leo uponyaji umefika hapa. Baba nakushukuru uabudiwe Jehova kuinuliwa Mungu wangu hainoma na Bwana Baba mahali Baba nasema ni asante kwa jina la Baba na Mwana katika Baba na Bwana amen. Shangilia Bwana shangilia Bwana tukorokocha shangilia Bwana haleluya korokocha Mungu yes Bwana sasa kesho tuko na nyinyi hapa Friday, Saturday, Sunday mpaka Monday. Kwa hiyo mjimani mzaliwa nikaishi hapa na Mungu amenirudisha hapa kumhubiria Injili. Mmefurahi? Yes. Kwa sababu mmekubali kweli watu hapa. Nataka tu Mungu ainue wahubiri kama mtafanyana toka kijiji. Kwa hiyo kijiji. Bwana sasa. Amen. Simbarikiwe sana. Kesho tuonane. Amen.